Hatimaye tena nimewaletea kigongo kipya kwa majina naitwa Kijana Wetu. Kaa nami ndugu yangu. Hii ni simulizi nzuri sana, naamini utaipenda sana tu. Na hii ni simulizi ya pili iitwayo Kijiji cha Mlawi. Safari ya mwamba ya Nuhu. Asubuhi moja kwenye ukungu mzito, wanakijiji wa Mlawi walikusanyika kwenye uwanja wa mikutano. Chuma sasa, mzee mwenye ndevu nyeupe na macho makali ya hekima, alisimama akiwa na kijiti chake cha asili kilichochongwa na Bibi Kambo. Tutahitaji watu jasiri kuanza safari ya kwenda mlimani kutafuta mwamba wa Nuhu. Bila huo mwamba kijiji chetu kitamezwa na giza tena, alisema kwa sauti ya kina. Wane walijitokeza. Pili, yule mtoto aliyekuta kipande cha uchawi, sasa kijana hodari mwenye roho ya kutaka kulikomboa kosa lake. Wa pili ni Nuhu, binti wa mvuvi mwenye uwezo wa kuona ndoto za mapema. Alikuwa akiota mambo yanayotokea kabla hayajatokea. Wa tatu ni Tindo, kijana wa kifalme kutoka kijiji jirani cha Mbamba, alikuja kujifunza hekima na ujasiri. Wa nne ni Zena, mganga mchanga aliyefunzwa na Bibi Kambo, mwenye uwezo wa kutambua roho chafu na kutoa kinga. Walikabidhiwa ramani ya kale iliyochorwa kwa damu ya kuku mweusi na jivu la moto wa porini. Ramani hiyo ilionyesha njia ya kupitia kwenye msitu wa maiti, kisha kuvuka mto wa machozi hadi kufikia pango la mwanga, mahali ambapo mwamba wa Nuhu unahifadhiwa. Hatari ya kwanza, msitu wa maiti. Msitu ulikuwa kimya kupita kawaida. Miti mirefu yenye matawi makavu iliyotokana kana kwamba ilikuwa inawatazama. Wakati wanapita katikati, viumbe wa kivuli waliibuka, maumbo ya watu walipotea zamani kwa uchawi wa mzee kivuli. Walitaka kuwarudisha kwenye giza. Zena aliandika duara ardhini kwa majivu ya moto, akawaamuru wenzake kusimama ndani yake, kisha akatoa maneno ya kinga kwa ukoko wa vumbi: kwa mwanga wa roho safi, ondokeni enyi vimvuli chafu. Viumbe wale wakapotea, wakaendelea na safari. Hatari ya pili, mto wa machozi. Walipofikia mto, walikuta maji yakitawaliwa na sauti ya vilio vya watu waliokata tamaa. Maji hayo yakilazimisha yeyote mwenye huzuni moyo wa kuzama. Pili alikuwa atia kuamsha kipande cha uchawi, alianza kuzama polepole. Nuhu akamshika mkono kumwambia, jisamehe, uendelee mbele, bila wewe hakuna utakayo okoa kijiji hiki. Kwa maneno hayo machozi pili yakatoweka, maji yakatulizana, walivuka salama. Mwisho wa safari, pango la mwanga. Wakaingia pangoni wakiwa wamechoka lakini thabiti. Ndani kulikuwa na mwanga mkali unaotoka kwenye mwamba mweupe, lakini mbele yake alisimama roho ya mzee kivuli, yaani hiyo ni roho chafu. Sasa kwamba umbo la kivuli kikubwa kilichobeba huzuni na hasira. Kivuli kikawaambia, hamwezi chukua mwamba huu bila kutoa sadaka. Mmoja wenu lazima abaki hapa milele. Kimya kilitanda. Kisha pili akasogea mbele,
ni mimi niliamsha uchawi, mimi nitabaki. Yaani huyo Pili akasema maneno hayo, watu wakamshangaa. Lakini kabla hajakanyaga hatua ya mwisho, mwamba uliotoa mwanga mkali ukamzunguka Pili. Roho ya kivuli ikapiga kelele kali na kutoweka kabisa. Ilikuwa ni mtihani wa moyo safi. Walibeba mwamba wa Nuhu na kurudi Mlawi. Watu waliwapokea, waliweka mwamba huo katikati ya kijiji. Tangu siku hiyo hakuna uchawi ulioweza kupenya tena.